الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 10 ya mwezi huu mtukufu wa Rajabu Mudhar mwaka 1447 sawa na tarehe 30 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 miladia. قال الشيخ بازمول حفظه الله تعالى: حديث مسيء الصلاة رواية أبي هريرة رضي الله عنه. hadithi ya yule mwenye kuiharibu sala. Hadithi hiyo iko katika mapokezi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala almasjida fasalla wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi nahiyati almasjid. Mtu mmoja sahabi aliingia msikitini akasali na hali mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yuko katika pembe ya msikiti. Fajaa, baada ya kumaliza kusali akaja kwa mtume, fasallama alayhi, akampa salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahu, mtume akamwambia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali kwani wewe hujasali. Farajaa fasalla, akarejea yule mtu akasali tena. Thumma sallama, kisha akaja tena kwa mtume akampa salamu. Faqala, mtume akamrudishia, wa alayka irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali kwani wewe hujasali. Akarudi tena akasali, kisha akaja tena kwa mtume sallam akampa salamu mtume sallam. Qala fi thalithati fa'alimni, akaajibu mara ya tatu baada ya kurudi na kusali na kumsalimia mtume. Mtume alipomwambia hakumwambia qala fa'alimni, nifahamishe. Riwaya nyingine ma uhsinu ghaira hadha au mawjud. Wa fi riwayati Abi Daud faqala ar-rajulu walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghaira hadha fa'allimni. Yule sahabi akamwambia mtume, na hapa kwa ambaye amekutumiliza wewe kwa haki, ma uhsinu ghaira hadha, siwezi isipokuwa hivi nilivyofanya ndivyo ninavyojua. Fa'allimni, nifundishe swala. Qala, mtume akamwambia, idha qumta ila salah fa asbighil wudu, ukisimama kwa ajili ya kuswali eneza udhu, kamilisha udhu wako. Fa asbighil wudu, kwanza eneza udhu wako. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir, kisha elekea qibla ulete takbiratul ihram. Waqra bima tayassara ma'aka min alquran, kisha soma inayosahilika pamoja na wewe katika Qur'ani. Thumma rka, kisha rukuu. Hatta tatma'inna raki'a, mpaka utulizane hali ya kurukuu. Thumma rka hatta tatma'inna raki'a, kisha rukuu mpaka utulizane hali ya kuwa umerukuu. Na hiyo sala yake aliharibu kwa hii, aliharibu kwa kutotulizana katika hizi nguzo. Thumma rfa rasak, kisha inua kichwa chako. Hatta ta'tadila qa'ima, mpaka ulingane sawa hali ya kusimama. Baada ya kurukuu, kisha inua kichwa chako. Hatta ta'tadila qa'ima, mpaka ulingane sawa hali ya kusimama. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kisha sujudu mpaka utulizane hali ya kuwa mwenye kusujudu. Thumma rfa, kisha inuka baada ya kusujudu. Hatta tastawiya, mpaka ulingane sawa. Wa tatma'inna jalisa, na utulizane hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Thumma sujud, kisha sujudi tena mara pili. Hatta tatma'inna sajida,
mpaka utulizane hali ya kuwa mwenye kusujudu. Thumma rfa, kisha inuka, hatta tastawiya qaima, mpaka ulingane sawa hali ya kusimama. Hii ni rakaa ya pili. Thumma faal dhalika fi salatika kulliha, kisha fanya hivyo katika sala yako yote. Mtume alimfundisha rakaa moja, akamwambia kisha fanya hivyo katika sala yako yote, ufanye kama hivi nilivyokufundisha. Wa fi riwaya inda Abi Daud, fa idha fa'alta hadha faqad tammat salatuka, ukifanya haya ndipo imekamilika sala yako. Wa man taqasta min hadha shay'an fa inna man taqastahu min salatik, ulivyopunguza katika hili lolote ulilolipunguza katika haya, fa inna man taqastahu min salatika, umelipunguza katika sala yako, haitakuwa kamili. Fa idha fa'alta hadha faqad tammat salatuk wa man taqasta min hadha shay'an fa inna man taqastahu min salatik, ulilopunguza katika haya ujue kwamba umepunguza katika sala yako. Hii ndio inaitwa hadithul musii fi salati au hadithu musii salah, hadithi ya mwenye kuharibu sala. Kwa wanasema Sheikh Albani, huyu ilikuwa hajajua kwamba tumaanina, kutulizana katika nguzo hizi ni lazima, hakuwa akijua hivyo. Kwa ndio maana ilikuwa anaswali bila tumaanina, bila kutulizana katika rukuu, katika itidal, katika sujud. Hii ni hadithi ya musii salah, riwaya ya Abi Huraira. Hadithu musii salah riwayatu Rifa'ata radhiyallahu anhu, riwaya hu Rifa'a radhiyallahu anhu an Ali ibn Yahya ibn Khallad an ammihi anna rajulan dakhala almasjida fadhakara nahwa hadithi Abi Huraira. Mtu mmoja aliingia msikitini akataja mfano wa hii hadithi ya Abi Huraira. Qala fihi faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innahu la yatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawaddaa fayadha al-wudhu'a yani mawadhi'ahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakika haitatimia sala ya mtu yoyote katika watu. Innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas, hakika haitakamilika sala ya mtu yoyote katika watu, hatta yatawadhaa, mpaka atawadhi, fayadha alwudhu'a yani mawadhi'ahu, aweke udhu mahali pake, kila kiungo akisafishe, akioshe kama ilivyo. Fayadha alwudhu'a yani mawadhi'ahu, aweke udhu katika mahali pake. Ndio katika hii riwaya ya mwanzo hapo, fa asbighil wudu, eneza udhu, usitawadhe nusu nusu. Wa fi riwaya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a kama amara Allahu azza wa jalla, haitakamilika sala ya mmoja wenu mpaka aeneze kutawadha kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ile aya ya 6 ya suratul Maida, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Fayaghsila wajhahu, aoshe uso wake, wa yadaihi, na mikono yake, ila almirfaqain, pamoja na visukusuku, wa yamsahu birasihi, apake maji kichwa chake chote, wa rijlaihi, aoshe miguu yake, ila alka'bain, pamoja na hizi ka'bain, tuntini mbili za miguu. Thumma yukabbiru, kisha alete takbiratul ihram, wa yahmadu Allah azza wa jalla, na amhimidi Allah jalla wa azza, wa yuthni alayhi, na amsifu, wa yaqra'u bima tayassara min alquran, na asome sura na aya itakayomsahilikia katika Qur'an baada ya Fatiha. Wa fi riwaya
idha qumta fatawajjahta ila alqibla, ukisimama na ukaelekea qibla, fakabbir, leta takbiratul ihram, thumma qra bi ummi alquran, kisha soma suratul Fatiha, wa bima shaa Allahu an taqraa, na ayo yote ambayo Allah ametaka uisome. Suratul Fatiha ndiyo lazima, la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Mtume anasema hakuna sala kwa mtu asiyesoma suratul Fatiha. Kwa suratul Fatiha ni nguzo katika nguzo za sala kama itakavyokuja. Wa fi riwaya fatawalla kama amaraka Allahu jalla wa azza, tawadha kama alivyokuamrisha Allah jalla wa azza. Thumma tashahhad faaqim thumma kabbir, kisha soma ile dua baada alwudu, faaqim, kisha simama, thumma kabbir, kisha lete takbiratul ihram. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra bihi, ukiwa una Qur'ani umehifadhi isome. Wa illa, kama hujasoma au hujahifadhi Qur'ani, hujahifadhi suratul Fatiha, fahmadillah wa kabbiruhu wa halliluhu, mhimidi Allah, muadhimishe Allah, lete takbira, wa halliluhu, sema la ilaha illa Allah. Huu ni kwa mtu ambaye hajahifadhi suratul Fatiha, asome adhkari hii, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Huyu ni kwamba hajahifadhi suratul Fatiha. Mtu amesilimu jana bado hajahifadhi suratul Fatiha, anatakiwa amtaje Allah katika vitendo vyake vyote, katika kusimama ndio Fatiha yake, kila mahali asome hiyo dhikri hii, ikiwa bado hajahifadhi suratul Fatiha. Akisha hifadhi suratul Fatiha ni lazima. Suratul Fatiha ni nguzo katika nguzo za sala. Thumma yaqulu, kisha aseme Allahu akbar, ya rukuu. Thumma yarka'u, kisha atarukuu, hatta tatma'inna mafasiluhu, mpaka viungo vyake vitulizane, yani asidone huku akiinuka. Rukuu ni nguzo, na kutulizana pale katika rukuu ni nguzo katika nguzo za sala. Kwa hiyo hatta tatma'inna mafasiluhu, mpaka vitulizane viungo vyake. Utaona baadhi ya sisi tunaposali, hususan sala za sunna, tunasali haraka haraka bila hata tumanina. Tunainama tu, yashainuka na imamu huyo enda zake. Kuna wengine hata adhkari pia za sala ya faradhi hawazisome. Baada ya sala ya faradhi kuna adhkari za sunna, la, akishatoa salamu anainuka asali sunna, na sunna yenyewe ni hiyo haraka haraka, sija mkimbilia nani si. Kwa hiyo sala haisihi kama haina utulivu namna hii, kama haina utulivu katika kurukuu, haina utulivu katika sujud, katika itidal, sala haisihi. Ndio maana Mtume alimrudisha huyo sahabi Khalad ibn Rafi, akamrudisha mara 3, rudi ukasali, hujasali, sababu hakuwa na tumanina na kujituliza katika nguzo hizi. Wa fi riwaya wa idha rak'ata fadha rahataika ala rukbataika wamdud dhahraka, katika riwaya nyingine ukirukuu weka vitanga vyako juu ya magoti yako na nyoosha mgongo wako. Wa idha rak'ata fadha rahataika ala rukbataika wamdud dhahraka, ukirukuu weka vitanga vyako juu ya magoti yako na nyoosha mgongo wako. Usiinamishe kichwa chako ukaangalia miguu wakati wa kurukuu, angalia mahali pa kusujudu, mgongo utanyooka. Thumma yaqulu, kisha aseme wakati wa kuinuka, sami Allahu liman hamida, hatta yastawi qaima. Hii inasomwa wakati wa kuinuka. Sami Allahu liman hamida ni wakati unainuka, sio baada ya kusimama. Baada ya kusimama ni rabbana allahumma rabbana walakal hamdu, ndio ushasimama. Lakini hii sami Allahu liman hamida unainuka nayo. Kuna baadhi ya maimamu hii wanaisoma baada ya kusimama, na ni makosa makubwa. Mtu aliyechelewa ataona amepata rakaa, kumbe imamu ashainuka, ndio asema sami Allahu liman hamida.
Sasa wewe waona umewahi rakaa, kuna maimamu wengine wewe waangalie, ukichelewa muangalie yule imamu atasema wapi ile sami Allahu liman hamida. Umeelewa? Akisema baada ya kusimama, ukija siku nyingine ukichelewa, ujue rakaa ile umeikosa, sababu kumbe huyu aisema wakati wa kusimama, wewe waona umeipata, kumbe hujaipata. Kwa ni makosa wanavyofanya baadhi ya maimamu. Hii inasemwa unainuka nayo sami Allahu, unaona sami Allahu liman hamida, ukiwa sawasawa ni Allahumma rabbana walakal hamd. Lakini watu wengine wanafanya makosa. Thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu, kisha anasema Allahu akbar, kisha anasujudu, hatta tatma'inna mafasiluhu, mpaka vitulizane viungo vyake. Unaona riwaya hii inatangulia Allahu akbar thumma yasjudu. Elewa Sheikh Saidi? Inatangulia Allahu akbar kisha ndio anasujudu, hatta tatma'inna mafasiluhu, mpaka viungo vyake vitulizane. Wa fi riwaya waqala idha sajadta famakkin lisujudik, akasema Mtume ukisujudu makinika katika sujudi yako, makinika pale, viungo vya kusujudia 7 vyote vishike katika ardhi. Viungo vyote vya kusujudia ni 7: vitanga viwili, magoti mawili, miguu, vidole vya miguu na paji la uso na pua. Viungo vya 7 hivi lazima vishikane katika ardhi, si paji la uso peke yake, paji la uso na pua. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba wale wanaovaa miwani wakati wa kusujudu ni aula wavue miwani, sababu utasujudu vipi una miwani yako alafu paji la uso na pua? Sio rahisi, sio rahisi. Kwa aula wavue miwani ili wapate hii kusujudu kwa paji la uso na pua. Wa fi riwaya waqala idha sajadta famakkin lisujudik fa idha rafa'ta, ukiinuka faq'ud ala fakhidhika al-yusra, kalia paja lako la mguu wa kushoto. Faq'ud ala fakhidhika al-yusra, ka juu ya paja lako la mguu wa kushoto. Thumma yaqul, kisha atasema Allahu akbar, wa yarfa'u ra'sahu, na atainua kichwa chake, hatta yastawiya qa'ida, mpaka alingane sawa hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Thumma yaqulu Allahu akbar, kisha atasema Allahu akbar, thumma yasjudu, asema Allahu akbar kisha atasujudu, hatta tatma'inna mafasiluhu, mpaka viungo vyake vyote vitulizane. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha atainua kichwa chake, fayukabbiru, ataleta takbira. Fa idha fa'ala dhalika faqad tammat salatuhu, akifanya hivyo swala yake imekamilika. Wa fi riwaya, katika mapokezi mengine, thumma yukabbiru thumma yukabbira fayasjuda fayumakkina wajhahu, kisha ataleta takbira, asema Allahu akbar, atasujudu na kumakinisha uso wake pale katika kusujudu. Qala Hammam wa rubbama qala jabahatahu min al-ardi hatta tatma'inna mafasiluhu, atamakinisha uso wake katika ardhi mpaka viungo vyake vitulizane. Watastarkhia, na vilegee viungo vyake pale pale chini. Thumma yukabbira, kisha aseme Allahu akbar, fayastawi qa'idan ala maq'adihi, atalingana sawa hali ya kuwa ni mwenye kukalia makalio yake. Wayuqima sulbahu, atasimamisha mgongo wake. Fawasafa salata hakadha 4 rakaat, akaitaja sala kama hivi raka 4, hatta tafrugha, mpaka umalize. La tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik, tumekamalizia haitakamilika sala ya mmoja wenu mpaka afanye haya. Wa fi riwaya, katika mapokezi mengine, fa idha jalasta fi wasati salah, ukikaa katikati ya sala baada ya raka 2 katika sala zenye raka 4, fatma inna, tulizana. Waftarish fakhidhaka al-yusra, litandike paja lako la mguu wa kushoto. Thumma tashahad, kisha soma tashahud, ile tashahudi ya mwanzo. Thumma idha qumta, kisha ukisimama,
famithla dhalika, fanya kama hivyo, hatta tafrugha min salatik, mpaka umalize sala yako. Wa fi riwaya, katika mapokezi mengine ya hadithi hii, wa in intaqasta minhu shay'an intaqasta min salatik, ukipunguza katika hayo lolote umepunguza sala yako. Swala yako itakuwa imesihi, lakini ina upungufu. Huwezi ukapata thawabu kamili kama yule aliyefanya haya yote. Wa in intaqasta minhu shay'an intaqasta min salatik, ukipunguza lolote katika hayo umepunguza sala yako. Sabian, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. An abi qilabata qal hadathana malikun ataina ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun, tulikwenda kwa mtume sallam na hali sisi ni vijana wenye kukaribiana katika umri. Fa aqamna indahu 20 yawman wa layla, tukakaa kwake siku 20 mchana na usiku. Tukakaa kwa mtume siku 20 mchana na usiku. Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, mtume sallam alikuwa ni mwenye huruma, ni rafiki mpole. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, alipodhania na akajua kwamba sisi tunawatamani ahli zetu kwa muda wa siku 20, au qad ishtaqna, au tunapenda turudi kwa ahli zetu. Saalana amman tarakna ba'dana, alituuliza kuhusu tuliowaacha baada yetu. Saalana amman tarakna ba'dana, alituulizia kuhusu tuliowaacha baada yetu. Fa akhbarnahu, tukamwelezea kwamba tumewacha ahli zetu kule na watoto wetu. Qala, mtume akasema, irji'u ila ahlikum, rudini kwa jamaa zenu, rudini kwa ahli zenu. Fa aqimu fihim, simamisheni sala kwao. Waallimuhum, wafundisheni sala hii. Wamuruhum, na waamrisheni wasali. Wa dhakara ashyaa ahfadhuha au la ahfadhuha, akataja mambo mengi niliyoyahifadhi au sijahifadhi mengine, kisha akawaambia wasallu kama raaitumuni usalli, na salini kama mlivyoniona nikisali. Fa idha hadarati salatu, sala ikifika, faliyuadhin lakum ahadukum, na adhini katika nyinyi mmoja wenu, awaadhinie mmoja katika nyinyi. Waliya ummakum akbarukum, na awe imamu wenu yule mkubwa wenu. Waliya ummakum akbarukum, na awe imamu wenu yule ambaye ni mkubwa katika nyinyi, ndio awe imamu wenu. Hadha alhadithu jaat fihi kalimatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Hadithi hii ndio ilipokuja maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, salini kama mlivyoniona nikisali. Hii waliya ummakum akbarukum imekuja hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayobainisha daraja hizo za imamu. Imekuja hadithi nyingine inayobainisha daraja za imamu, nani mstahiki wa kuwa imamu. Mtume akasema, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, atakuwa imamu wa watu yule anayesoma sana kitabu cha Allah, hafidh. Sawa, huu ndio mstahiki wa kwanza wa kuwa imamu. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunna, ikiwa watu wengi wote wamehifadhi, yule anayejua sana sunna za mtume ndio atatangulizwa, itakuwa amewazidi wenzake kwa sunna, kwa kujua sunna hadithi za mtume sallam, anatangulizwa pia. Kwa hii imekuja baada ya hao, baada ya kujua sunna, kisha baada ya kwamba aliyetangulia kusilimu, kama wote wako sawa, kila mmoja amehifadhi, kila mmoja anajua hadithi za mtume, anatangulizwa yule ambaye aqdamuhum, aliyetangulia kusilimu.
Kisha ndo anakuja huyo akbarukum, waliya ummakum akbarukum, na awe imamu wenu yule aliye mkubwa katika nyinyi. Imekuja hadithi fil Bukhari, kuna watu kama hawa, ujumbe kama huu ulikwenda kwa Mtume sallam, ukasoma kwa Mtume sallam, ukienda na kijana mmoja. Katika Bukhari imekuja aidha na miaka 5 au 6. Wale wazee wakamwambia Mtume, huyu ndiye aliyehifadhi wetu, huyu ndiye aliyehifadhi katika sisi. Kijana mtoto wa miaka 5 au 6, imekuja katika Bukhari. Mtume akamwambia, basi huyu ndio imamu wenu, huyu ndio imamu wenu huyu. Tumeelewa Hii ni kuonesha umuhimu wa kusoma Qur'an na kuhifadhi Qur'an. Hii inaonesha wazi umuhimu wa kuhifadhi Qur'ani. Pia imekuja katika hadithi, anayetangulizwa ikiwa labda la qaddar Allah, ardhi ni kidogo za kuzikana, watu wamekufa kwa wingi, wamekufa kwa pamoja watu wengi, anayetangulizwa katika lahdi mwanandani ni ahfadh, yule aliyehifadhi sana ndiye anayetangulizwa pale, kuonesha umuhimu wa kuhifadhi Qur'ani. إذن هذا الحديث جاءت فيه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، salini kama mlivyoniona nikiswali. Kwa hii inamaanisha kwamba tusiswali kama tunavyopenda sisi, tusiswali kama tunavyojua sisi, lazima tuswali kama sala ya Mtume alivyoswali yeye. Tutajuaje? Lazima kusoma sala. Ndio maana maulama wameandika hizi sifa ya sala ya Mtume sallam, sifa ya udhu wa Mtume, ili tusome na tuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wasualu huna kaifa tafhamu hadhihi alkalimata minhu sallallahu alaihi wasallam, utafahamu vipi maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kaifa tafahamu hadhihi alkalima minhu sallallahu alaihi wasallam, utafahamu vipi maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Qala wal jawabu ala hadha sual yufhamu insha Allah min khilali niqati taliya, jawabu la swali hili linafahamiwa insha Allah taala kutokana na nukta zifuatazo, allati ubayinu fiha ba'dhan min qawaid alistidlal fi kayfiyati fahmi dalalati an-nusus al-warida fi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Asema Sheikh Bazamul hafidhahullah, kutokana na nukta zifuatazo ambazo nitabainisha baadhi ya misingi ya kutolea dalili katika namna ya kufahamu dalili hizi za nususi zilizokuja katika namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alula, nukta ya kwanza, almanqulu ilaina fi hikayati af'ali rasuli sallallahu alaihi wasallam innama huwa bayanun liqaulihi tabaraka wa taala wa aqimu ssalah, iliyonukuliwa kwetu katika kuiga vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala ni bayana ya maneno ya Allah tabaraka wa taala, wa aqimu ssalah, simamisheni sala. Allah amesema kwa jumla, wa aqimu ssalah, simamisheni sala. Allah amesema kwa jumla. Tutasali vipi? Tutajuaje sala? Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo iliyonukuliwa kwetu katika kuiga vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala alivyokuwa akiswali ni bayana ya maneno ya Allah tabaraka wa taala, wa aqimu ssalah. Wal qa'idatu al-usuliyya tanussu ala anna ma kana min af'ali rasuli sallallahu alaihi wasallam bayanan lilkitab fahuwa mutammimun lahu. Msingi wa kiusul unataja kwamba yaliyokuwa au vitendo vilivyokuwa katika vitendo vya Mtume sallam ni bayana ya Qur'ani. Vitendo alivyovifanya Mtume sallam ni bayana na ni kuiweka wazi Qur'ani, kitabu cha Allah. Fahuwa mutammimun lahu, vitendo vya Mtume ni vyenye kukamilisha maneno ya Allah Qur'ani. Wa yakunu hukmu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ka hukmi ma bayanahu, inakuwa hukumu ya vitendo vya Mtume sallam ni kama hukumu ya alivyoweka wazi.
ويكون حكم فعله صلى الله عليه وسلم كحكم ما بينه. هذا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام، صفحة 64 بعد 100 إلى 66 بعد 100. Kwa Mtume sallam ndiye aliyebainisha jumla iliyokuja katika Qur'ani. Qur'ani inataja kwa jumla, Mtume sallam anabainisha na kupambanua jumla hiyo katika Qur'ani. Si swala peke yake, kila kitu, zaka, saumu, Mtume sallam ndiye aliyebainisha. Qala walamma kanat as-salatu wajiba, ilipokuwa sala ni lazima, fal aslu anna jami'a af'alihi sallallahu alaihi wasallam almanqulati ilayna fi bayani kayfiyati as-salah wajibatun kadhalik. Ilipokuwa sala ni lazima, na asli ni kwamba vitendo vyote vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vilivyonukuliwa kwetu katika kubainisha namna ya sala, hivyo pia ni wajib. Fal aslu anna jami'a af'alihi sallallahu alaihi wasallam almanqulati ilayna fi bayani kayfiyati salati wajibatun kadhalik lianna bayana alwajibi wajibun. Kwa asli ni kwamba vitendo vyote vya Mtume sallam vilivyonukuliwa kwetu katika kuweka wazi namna ya sala, vitendo hivyo vyote ni lazima. Kwa sababu gani? Lianna bayana alwajibi wajibun, sababu bayana ya wajib ni wajibu pia. Hiyo bayana ya jambo la wajib, bayana yake pia ni lazima. Wanaelewa sio? Wa akada hadha qawluhu sallam sallu kama raaitumuni usalli, ukasisitiza hili, yakasisitiza hili maneno ya Mtume. Wa akada hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, ikasisitiza hili maneno ya Mtume sallam, salini kama mlivyoniona nikasali. Hii ndio imesisitiza kwamba bayanul wajibi wajib. Maneno ya Mtume yamesisitiza msingi huu wa maulama kwamba bayanul wajibi wajibun, imesisitizwa hiyo na maneno ya Mtume sallam, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Wadhalik ma lam ta'ti qarinatun sarifatun anil wujub, na hilo ni isipokuja dalili itakayotoa kuacha wajibu. Ikiwa hakuna dalili ambapo itatoa vitendo hivi kuitoa kwenye wajibu kupeleka katika sunna, lakini kama kumekuja dalili inayofanya kwamba kitendo hiki kumbe si wajibu ni sunna, hapo itatoka katika wajibu ije katika sunna. Unaelewa? Hii kwamba vitendo vyote hivyo ni wajibu, ikiwa hakuna dalili inayoonyesha kwamba hivi vyote ni wajibu, hakuna dalili inayoonyesha kwamba ni sunna. Lakini kama kuna dalili inaonyesha kwamba kuna baadhi ya vitendo ni sunna si wajibu, sasa dalili hiyo tutaichukua kwamba si kwamba vitendo vyote hivi ni wajibu, ni sunna. Ataleta mfano nadhani huko mbele, kama jilsatul istiraha. Jilsatul istiraha kutoka rakaa ya kwanza kwenda ya pili au rakaa ya tatu kwenda ya nne, kuna kikao pale chini baada ya sijda ya pili. Baada ya sujudi sini mbili kila rakaa, baada ya kusujudu sijda ya pili huinuki moja kwa moja ukenda katika rakaa ya pili, isipokuwa kuna jilsa pale, unakaa kidogo halafu ndio inainuka. Hii inaitwa jilsatul istiraha, kikao cha kupumzika. Sasa hii si wajibu, hii ni sunna. Umeelewa? Hii kikao hiki kimekuja kwa hadithi kwamba hiki si wajibu, ni sunna. Unaona Kwa hadithi hizi ni sarifa, zinatoa kitendo hiki au kikao hiki kukitoa katika wajibu kukipeleka katika usunna. Mwanaelewa? Qala wa hadha awla min alqawli inna kulla ma jaa an Malik ibn Huwairith fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam. Hii ni aula kuliko kusema kwamba kila iliyokuja, kila jambo lililokuja
kutokana na Malik ibn Huwairith, ndio aliyopokea hadithi hii, ndio aliyopokea sallu kama raitumuni usalli. Hadha sahabi Malik ibn Huwairith ndio aliyepokea. Sasa hii ni bora kuliko kauli inayosema kwamba kila kitendo kilichokuja kutokana na hadithi hii ya Malik ibn Huwairith katika sifa ya sala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au an ahadi min rufqatihi, au kutokana na yoyote katika wenzake huyu Malik, mahmulun ala alwujub, inachukuliwa juu ya lazima, hatta yatabayana khilafuhu, mpaka ibainike kinyume chake. Liannahum alladhina wajjaha ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kalimatahu tilka, sababu hawa ndio ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaelekezea maneno yake hayo, sallu kama raitumuni usalli. Malik ibn Huwairith na wenzake waliokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hao rufqatuhu, wenzake. Kwa kauli hii ya kusema kwamba ma lam ta'ti qarinatun sarifatun anil wujub, kauli hii ni aula kuliko kusema kwamba kila lililokuja kutokana na hadithi hii ya Malik bin Huwairith katika namna ya sala ya Mtume sallam, au kwa yoyote katika wenzake huyu Malik, inachukuliwa kwamba ni lazima, hatta yatabayana khilafuhu, mpaka ibainike kinyume chake. Liannahum alladhina wajjaha ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kalimatahu tilka, sababu wao ndio ambao Mtume sallam amewaelekezea maneno yake hayo, sallu kama raaitumuni usalli. Wa wajhu al-awlawiyya, na njia ya ubora, huwa anna al-asla al-umumu al-mustafadu min al-lafdhi, njia ya ubora ni kwamba asli, msingi ni kuenea kuliko chukuliwa faida kutokana na lafdhi hili la hadithi. Wa huwa ma dalla alayhi khitabuhu al-am, na hiyo ndio ile iliyofahamisha juu yake maneno yake yanayoenea, sallu kama raitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikiswali. Wa bitafsiri alladhi qaddamtuhu, na kwa tafsiri niliyoitanguliza, wa dhakartu annahu al-aula, na nikataja kwamba hiyo ni aula zaidi. Wa bimulahadhati alqaidi fi akhirih, na pia kwa kuangalia hii sharti iliyo katika mwisho wake, ani qawlahu ma lam ta'ti qarinatun sarifah anil wujub, muda wa kwamba hakuja dalili ya kutoa haya kuyaepusha na wajib kwenda katika sunna. Yasiru maana hadha alhadith, itakuwa maana ya hadithi hii, khudhu sifata as-salati allati raaitumuni usalliha wa ta'allamu minha ma yakunu ala alwujub au alistihbab au alrukniyya. Itakuwa maana ya hadithi hii ni hivi: chukueni namna ya sala hii mlioniona nikisali, na jifundisheni kutokana na sala hiyo ma yakunu ala alwujub, mambo ambayo ni wajib au alistihbab au ni sunna au alrukniyya au ni katika nguzo za sala. Fama jaana min sifati as-salah wa lam ya'ti ma yasrifuhu fal aslu annahu ala alwujub, kwa iliyotujia katika namna ya sala ya Mtume sallam na haikuja nasi au hadithi inayotoa katika wajib, fal aslu annahu ala alwujub, asli msingi ni kwamba hiyo lililokuja ni lazima, kama ikiwa hakuna dalili ya kuyatoa hayo, kuyaepusha na wajib, kuyapeleka katika sunna. Lakini kama ipo dalili, basi mengine inakuwa si wajib, mengine ni sunna, kama hiyo jalsatul istiraha. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.